Ukihitaji ligi kuu ya Tanzania bara, umehitaji moja ya ligi bora kwa sasa barani Afrika, na kwa mujibu wa takwimu, hivyo ndivyo ambavyo ilivyo, ikishikilia nafasi ya 4 kwa ubora na ushindani barani Afrika. Hii ni Dara Sports. Jina langu ni Florence Renatus. Niko hapa kukupitisha kuhusiana na yale yote ya kimichezo ambayo yaliweza kutokea hapo jana, lakini kubwa zaidi ni kukupa tathmini ya nani ambaye anaweza kuwa bingwa ligi kuu ya Tanzania bara kufuatia ushindi ambao Young Africans waliweza kupata hapo jana. Pengine umekuwa na maswali ambayo ulikuwa ukijiuliza, kwa sasa Young Africans wamebakiza takriban michezo mingapi kuelekea kutamatika kwa ligi kuu ya Tanzania bara ambayo itaisha mwisho wa mwezi ujao, nikiwa na maana ya mwezi Mei. Hapo jana ligi kuu ya Tanzania bara iliweza kuendelea kwa takriban michezo kuweza kupigwa katika viwanja tofauti hapa nchini Tanzania. Moja ya mchezo ambao ulikuwa ukisubiriwa kwa mkubwa sana ni mchezo ambao ulikuwa ukiwakutanisha mabingwa watetezi Dar es Salaam Young Africans dhidi ya matajiri wa jiji la Dar es Salaam, na wazungumzia Azam FC. Ukubwa na ushindani wa mchezo huu unachangiwa zaidi na kila ambacho Azam FC wamekuwa kikifanya mbele ya Young Africans, kwa maana kuleta ushindani mkubwa sana, lakini pia ulikuwa ukitazamwa na jicho la tatu, nikizungumzia wale wapinzani wakubwa Young Africans ambao ndio wamesalia katika kutafuta ubingwa huu wa ligi kuu ya Tanzania bara. Hapa na wazungumzia Simba Sports Club, wana nusu finali wa kombe la shirikisho barani Afrika 2024-2025. Mchezo huu uliweza kutamatika kwa bingwa mtetezi Dar es Salaam Young Africans kufanikiwa kuibuka na ushindi wa magoli 2-1, magoli ambayo yaliweza kufungwa na Pacome Zouzoua ambaye hakuweza kuzimaliza dakika zote 90 kwani aliweza kupata majeraha na kwenda nje ya uwanja. Na goli lingine liliweza kufungwa na mwana wa mfalme yule ambaye Azam FC waliweza kumpa nauli ya kuja nchini Tanzania, lakini wakashindwa kumpa mafanikio, na ndiye ambaye aliweza kuondoka katika viunga vya Chamazi. Na mzungumzia Prince Mpumelelo Dube almaarufu kama Silent Killer. Lakini kwa upande wa Azam FC, goli ambalo waliweza kufungwa lilifungwa na beki wao na nahodha wa kikosi hicho, na mzungumzia Lusajo Mwekenda mnamo dakika za mwisho kabisa za mchezo, na kufanya mchezo huo kutamatika kwa idadi ya magoli 2-1. Nini ambacho kinafuata kwa Young Africans, nikiwa na maana kituo ambacho kinafuata kwa mabingwa hawa watetezi? Je, dalili zinaonekana kwa Yanga kwenda kuchukua ubingwa licha ya kumfunga Azam FC ambaye alionekana kama kizingiti ambacho Simba angeweza kukitumia kumpunguza mpinzani wake Dar es Salaam Young Africans? Ratiba inaonyesha kuwa Aprili 20 Young Africans watasafiri mpaka kule mkoani Manyara kucheza dhidi ya Fountain Gate, na baada ya hapo Mei 13 watarudi tena uwanjani kucheza dhidi ya Namungo hapa jijini Dar es Salaam. Lakini Mei 21 Young Africans watacheza dhidi ya Tanzania Prisons kule mkoani Mbeya, na Mei 25 ndipo ambapo Young Africans wataitamatisha ratiba ya ligi kuu ya Tanzania bara 24-25, kwa maana ya kumaliza kabisa msimu dhidi ya Dodoma Jiji. Wakati huo tutakuwa tunasubiri kile ambacho kitaweza kuamuliwa dhidi yao pamoja na Simba Sports Club. Kwa hiyo mpaka hapo Young Africans kabakiza takriban michezo 4 tu pekee ambayo ndio aliweza kusaliwa nao kwenda kutamatisha kabisa ligi kuu ya Tanzania bara kwa upande wao. Lakini kwa upande wa mnyama Simba, wana nusu finali wa kombe la shirikisho ambao wamezidiwa takriban alama 10 dhidi ya Young Africans, wanao michezo 3 mkononi dhidi ya Mashujaa FC, na wazungumzia vijana kutokea kule mkoani Kigoma, mchezo ambao utapigwa katika uwanja wa KMC Complex mjini Mwenge. Lakini mchezo mwingine utakuwa dhidi ya JKT Tanzania ambapo Simba Sports Club atakuwa away. Lakini mchezo mwingine wa mwisho ambao ni wa kiporo ili kuweza kutamatisha ratiba yake pamoja na Young Africans, ikiwa na maana ya kulinganisha michezo, itakuwa dhidi ya KMC kutokea hapa jijini Dar es Salaam. Hivyo ndio viporo vitatu ambavyo Simba ameweza kusaliwa navyo ili kuweza kutamatisha usawa, nikiwa na maana ya kuweka ratiba sawa dhidi ya bingwa mtetezi Dar es Salaam Young Africans. Tukianza kupitia timu moja baada ya nyingine ambao Young Africans wanakwenda kukutana nayo, nikiwa na maana ya Fountain Gate Tanzania Prisons, basi naomba nianze na Fountain Gate. Fountain Gate paka sasa hivi wameshacheza takriban michezo 26. Katika michezo hiyo wamejikusanyia alama 29 na wapo nafasi ya 9, kwa maana ya kwamba hapo katika nafasi nzuri sana, kwa maana tofauti yao na mtu aliyopo nafasi ya 13 ambaye atacheza playoff kama ataendelea kubaki hapo, nikiwa na maana KMC ni alama 2, kwani KMC yeye ana alama 27. Timu nyingine ambayo Young Africans atakwenda kukutana nayo basi ni Namungo, ambao mchezo huu utapigwa jijini Dar es Salaam. Kwa sasa hivi Namungo wapo katika nafasi ya 11 wakiwa wamecheza takriban michezo 26, wamejikusanyia alama 28. Tofauti yao na mtu ambaye anaelekea kushuka daraja kwa maana ya Kagera Sugar ni alama 6 tu pekee. Kwa hiyo unaona namna gani ambavyo
timu hii ambayo inakwenda kukutana na Young Africans performance yao ilivyo katika ligi kuu ya Tanzania bara. Timu nyingine ambayo inakwenda kukutana na Young Africans ambapo mchezo huu utapigwa Mei 21 ni dhidi ya Tanzania Prisons. Hawa kwa sasa hivi wapo nafasi ya 14 katika ligi kuu ya Tanzania bara wakiwa na alama 24, lakini wa mwisho kabisa ni Ken Gold ambaye yeye yupo nafasi ya 16 akiwa na alama zake 16. Lakini timu nyingine ya mwisho ambayo Young Africans wanakwenda kukutana nayo ambayo ndio itakuwa pazia lao la kufunga itakuwa ni Mei 25 dhidi ya Dodoma Jiji hapa jijini Dar es Salaam. Kwa sasa kikosi cha Dodoma Jiji katika msimamo wa ligi kuu ya Tanzania bara wako nafasi ya 6 wakiwa wamecheza takribani michezo 26 na kuziokota alama 34. Wapo katika nafasi nzuri kweli kweli ya kuendelea kusalia katika ligi kuu ya Tanzania bara. Hizo ndo timu 4 ambazo Young Africans amebakiza kuweza kucheza nazo, ndipo ambapo ataweza kufunga kabisa mlango huu wa ligi kuu ya Tanzania bara 24-25, huku tukiwa tunaendelea kusubiri maamuzi dhidi ya Simba Sports Club. Lakini kwa upande wa mnyama Simba ambaye amesaliwa na vipolo vya michezo mitatu ambao ni Mashujaa FC, JKT Tanzania, KMC, ambapo hii itapigwa KMC Complex hapa jijini Dar es Salaam. Tukianza na Mashujaa FC ambao watakuja kucheza nao katika uwanja wa KMC uliopo jijini Dar es Salaam. Mashujaa kwa sasa hivi katika msimamo wa ligi kuu ya Tanzania bara wako nafasi ya 8 wakijikusanyia alama 30 wakiwa na michezo 25, na hapo jana waliweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Tabora United. Klabu nyingine ambayo Simba Sports Club atakwenda kucheza nayo ni klabu ya JKT Tanzania ambayo nayo pia iko jijini Dar es Salaam. Katika ligi kuu ya Tanzania bara kwa sasa JKT Tanzania wako nafasi ya 7 wakicheza michezo 25 wakijikusanyia alama 32. Hawa wana uhakika wa kuendelea kusalia katika ligi kuu ya Tanzania bara. Lakini timu nyingine ambayo ni kiporo Simba Sports Club watakutana nayo ni KMC. Hawa wamejichokea kweli kweli, nafasi ya 13 michezo 25 wakikusanya alama 27. Tofauti yao na aliyopo nafasi ya 15 ambaye ni Kagera Sugar ambaye anaweza kushuka daraja ni alama 5 tu pekee. Kwa hiyo unaona namna gani ambavyo zinaweza kufikiwa. Hizo ndo timu ambazo zinakwenda kukutana na mafari hawa wa soka la nchini Tanzania, na kwa sasa hivi ukweli ni kwamba ni Simba na Young Africans ndo wamesalia katika kutafuta ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania bara. Na hiyo ndo tathmini fupi. Pengine unaoya kwako ambayo unahisi inaweza kuwa sahihi zaidi kuzidi hichi ambacho nimeweza kukusimulia, basi uwanja wa comment uko wazi. Mawazo yako ni muhimu sana, unaweza ukaweka tu hapo chini. Kufikia hapo niseme asante kwa kuichagua Data Sports. Jina langu ni Florence Renatus, nikutakie wakati mwema na ukumbuka kumshirikisha na mwenzako aje Data Sports akihitaji tathmini na uchambuzi yakinifu kuhusiana na mpira wa miguu hasa wa kwetu hapa nchini Tanzania. Bye, uwe na wakati mwema. Dominic Salamba, mchambuzi wa michezo Tanzania, ninafuatilia Data Sports. Data Sports. No blah blah. No blah blah. Naitwa Ramadhani Mbwaduke, mzee wa data. Nafuatilia Data Sports. Data Sports. Blah blah blah. No blah blah. No blah blah.